mtu ambaye tumemkuta kwenye industry tangu tuko wadogo, tunakuwa. Ni mtu ambaye alikuwa na kipaji kikubwa, kila Mtanzania alijua kipaji chake, so ni pengo kubwa kwetu kupoteza kipaji kama hicho. Ulipata bahati ya kufanya kazi? Yes, tumeshoot pamoja kwenye report ya JB. Ilikuwaje location? Ni mtu ambaye ni mchangamfu, mchekeshaji, yaani huwezi kununa akiwa pembeni yule baba. Yaani lazima ucheke muda wote. Sema hivyo na maana gani? Namaanisha kama ni mchangamfu ambaye alikuwa anapenda utani, ukiwa uwe mkubwa uwe mdogo, ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana utani. Na mara yako ya mwisho kumpigia simu labda kumpigia hali ilikuwa ni vipi? Kikweli sijawahi kumpigia simu. Kwa sina mazoea ya kumpigia simu. Ila nilikuwa ni baba ambaye mkikutana, mnacheka, mnaongea yote. Nilikuwa nazisikia hivyo kwamba mzee kidogo hayuko sawa, lakini nachukua vile kawaida. Sio binadamu. Anaumwa, atapona, atakaa sawa, lakini baadaye tukaje kusikia Mwenyezi Mungu kamua lake. Kwa hatuna budi zaidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, ndio njia yetu sote. Uigizaji wake ambao huwezi kufanana na mtu yote, namna mtu anaweza kaiga uigizaji wake. Kwa ni pengo kubwa sana kwetu. Alivyokuwa anaongea. Anaongea anaongea hata kama iko serious unajikuta unacheka tu, kumbe mtu iko serious. Hapo tuko msibani, tunaweza kufahamu kidogo kama anaongea ndio yeye. Maisha yake. Siwezi. Na watu wengi kwa nadhani labda ni Mkenya kutokana na ile la. Of course. Hata mimi mwenyewe nilikuwa najua hivyo mara ya kwanza. Kumbe Ushawahi kumuuliza swali? Nasikia kumuuliza hilo swali, lakini mimi tuambie mnaongea tu mnacheka basi. Neno moja kwenye msiba huu nadhani walifundisha nini sisi ambao tunabaki? Tuzidi tu kujua kwamba Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba sisi wote tunapita njia, muda wote, saa yoyote anaweza akamua lake, anaweza kawa mimi kaweka wewe yule. Kwa kikubwa tupendane, tuthaminiane, tujariane, tuoneane huruma. Maisha yetu ni ya mpita duniani. Hilo leo mmoja hapa ni star. Anashoot. Yes. Ndio kumwakilisha mama. Nimekuja kuwakilisha familia. Asante. Asante, nashukuru sana.